Basi jioni ya leo tutaenda kujifunza. Somo letu linasema kuvunja laana za vizazi. Kuvunja laana za vizazi. Kuvunja laana za vizazi. Tutasoma andiko kutoka Wagalatia sura ya 3 na ule mstari wa 13 na wa 14. Wagalatia sura ya 3 na ule mstari wa 13 na wa 14. Nitasoma kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya 3 kifungu kile cha 13 hadi 14. Neno la Mungu linasema, Amen. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka za Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Amen. Rudia mstari wa 13. Tarudia, nasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo alitukomboa kwa agano la damu. Yeye alifanywa na alifanyika kuwa laana ili sisi tupate kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuweze kupata ondoleo la dhambi. Wakati mwingine tunapata laana kutokana na dhambi ambazo tunazifanya sisi wenyewe. Wakati mwingine tunapata laana kutokana na dhambi ambazo ziliwahi kutendeka lakini hazikuwahi kutubiwa. Kristo alitukomboa pale alipotufia msalabani. Alifanywa laana, alifanywa sadaka. Kwa maana hata sasa tunavyoendelea kuishi, tunaishi chini ya agano la damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi chini ya agano la damu ya Yesu Kristo, mwana kondoo, mwana wa Mungu aliyefanywa laana ili wa Kristo tupate kuokoka, ili tuweze kuipata neema ya wokovu ambayo Mungu anatamani maisha hayo tuweze kuyaishi. Anatamani tuweze kuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumishi, soma mstari wa 14. Mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu Kristo. Tarudia, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Amen. Ziko baraka ambazo Mungu ameziachilia juu yetu, lakini hizo baraka hatujaweza kuzipata kwa sababu ya laana zinazoendelea kuishi juu yetu. Zipo laana zinazoishi katika maisha yetu. Ni laana ambazo zilifanywa na vizazi, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu na kizazi hiki cha 4. Zipo laana ambazo zilifanywa na vizazi au ukoo. Zipo laana zilizofanywa kutoka kwenye familia, kutoka kwenye vizazi vilivyotangulia. Unaweza ukaona mbona ninapitia changamoto haziishi kwangu. Yapo magonjwa ya ajabu ajabu yanayojiinua katika maisha yako. Umeolewa, ndoa yako imevunjika. Ni kwa sababu ipo laana ambayo vizazi na vizazi viliwahi kuingia hiyo laana. Ipo dhambi ambayo ilifanywa na ukoo, ilifanywa na wazazi, lakini haikuwahi kutubiwa. Ndiyo maana hiyo laana inaendelea kuishi. Ndiyo maana hiyo laana inaendelea kufuatilia uzao wako ambao ni uzao wa 4.
Kwa maana hiyo, iko dhambi ambayo ilifanywa na kizazi cha kwanza, yako maagano ambayo yaliingiwa na yakafanywa na kizazi cha pili, ziko sadaka zilizotolewa na kizazi cha tatu. Ndiyo maana kizazi cha nne kinahangaika, ndiyo maana kizazi cha nne kinateseka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuone nini maana ya laana. Laana maana yake ni tamko la kiroho, ni tamko la kiroho linaloleta hali mbaya, kufungwa na kushindwa katika maisha ya mtu. Ni tamko la kiroho linaloleta hali mbaya, kufungwa na kushindwa katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Laana linaweza kuwa tamko pia. Unaweza ukatamkiwa maneno ya kwamba kwa sababu umesoma hautaweza kufika pahala. Umesoma, umetumia gharama nyingi, umetumia muda mwingi, umetumia fedha nyingi, lakini hautaweza kupata kazi. Maisha yako yatakuwa ni ya kutangatanga. Umesoma lakini hutopata familia, hutopata ndoa, hutopata uzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni matamko ya kiroho ambayo walio wengi wamefungwa. Unaweza ukaona kila biashara unayoifanya ni biashara ambayo ina mzunguko wa fedha, lakini kwa nini ufanikiwi? Kwa nini upigi hatua kutoka pale ulipo mpaka kusonga mbele pale unapotamani uweze kufika? Tambua ya kwamba ipo laana ya vizazi inayoendelea kuishi kila itwapo leo. Ipo laana ya vizazi inayokufuatilia hata wewe kizazi cha nne. Ipo laana ya ukoo inayokufuatilia. Unaweza ukaona kwa nini maisha yako yanakuwa ni magumu. Unaendelea kuyaishi maisha ya umaskini kila iitwapo leo, lakini ni kwa sababu tayari ilishatamkwa ya kuwa sisi maisha yetu ni ya kiumaskini. Ndiyo maana wewe haufanikiwi. Ndiyo maana hata sisi hatufanikiwi kizazi cha nne. Ndiyo maana hatupigi hatua, ndoa zetu hazidumu, kwa sababu iko laana iliyotamkwa. Yako maneno yaliyotamkwa, yako maneno yaliyoandikwa kwenye zile karatasi. Ziko barua za ukoo ambazo zinaandikwa, zile barua zinatamkiwa maneno. Unaweza ukaandikiwa barua ambayo unaiona kuwa ni salama kwa sababu ya msingi wa familia, lakini ile barua ikatamkiwa maneno, ile ni laana. Jioni ya leo unaenda kuwa huru, mtumishi wa Bwana. Jioni ya leo unaenda kufunguliwa. Jioni ya leo kila laana ambayo imekufunga katika maisha yako, imekufunga katika ndoa yako, imekufunga katika biashara yako, kila biashara unaifanya haufanikiwi, kila ukifanya jambo halisongi mbele, ndani ya familia yako mafarakano, jioni ya leo tunaenda kuvunja kila laana. Jioni ya leo unaenda kufunguliwa. Jioni ya leo unaenda kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome andiko jingine kutoka kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 na ule mstari wa 5. Kutoka sura ya 20 na ule mstari wa 5. Nitasoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, msivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza
wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nitarudia, anasema msivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo madhabahu ya kifamilia, ziko madhabahu za ukoo ambazo zilijengwa nyumbani kwetu, zilijengwa nyumbani kwenu, lakini bado unaendelea kutaja ya kuwa mimi nyumbani kwetu iko madhabahu, na wewe tayari ni Mkristo aliyeokoka. Ile madhabahu anasema tusizisujudie. Jioni ya leo, acha kusujudia kila madhabahu, kwa maana Bwana hapendi, yeye ni mwenye wivu. Unaposujudia hiyo madhabahu, unaposujudia zile sanamu, unapoisujudia ile miungu, yeye atazipatiliza, kwa maana zile dhambi za vizazi na vizazi nazo zitaendelea kukuandama. Yale maagano walioingia vizazi na vizazi navyo itaendelea kukuandama, kwa maana umekataa na umeendelea kusujudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeendelea kusujudu juu ya madhabahu za familia, umeendelea kusujudu juu ya sanamu ambazo familia au ukoo ulikuwa ukisujudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo tunaenda kuvunja kila laana ili tupate kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome kile kitabu cha Ezekiel. Tusome andiko kutoka Ezekiel sura ile ya 18 na ule mstari wa 20. Ezekiel, tasoma kitabu kile cha Ezekiel 18 mstari ule wa 20. Neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanaye. Haki yake mwenyewe, haki ya mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema yeye mwenye uovu utakuwa juu yake, yule mwenye haki bado haki itaendelea kuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Wewe umeamua kumkiri Kristo, wewe umeamua na umekiri kwa kinywa chako ya kuwa Kristo awe mkombozi na mwokozi wa maisha yako. Hauna budi kusimama na Kristo na ukaacha kila dhambi za familia ziendelee kubaki za familia, na upate kusimama katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kusimama katika wokovu, ni lazima utengeneze njia zako na wala si kufata ule msingi wa familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa unaishi katika misingi ya familia, lakini kumbe yako maagano, iko dhambi ambayo ilifanyika na haikuwahi kutubiwa, lakini kwa sababu unaendelea kuyaishi yale maneno yao, unaendelea kuishi ile madhabahu yao, unaendelea kuishi ile misingi yao. Ndiyo maana anasema kila dhambi ambayo imefanyika itabaki kwa yule yeye aliyeifanya, lakini awaye yote mwenye haki, na haki itabakia juu yake. Bali roho itendayo dhambi ndiyo roho itakayokufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo tunaenda kuangamiza kila laana
kuanzia kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, na zile laana ambazo zimetamkwa, kila maneno, kila maagano ambayo kizazi cha nne bado kimeyatamka, jioni ya leo tunaenda kubatilisha, tunaenda kuvunja kila mabaya, tunaenda kuvunja kila laana, nasi tunaenda kwa uhuru katika jina la Yesu. Amen. Hebu tuone sababu za kupatikana kwa laana za vizazi. Sababu za kupatikana kwa laana za vizazi. Sababu za kupatikana kwa laana za vizazi. Namba moja, dhambi na uovu. Mkato, uasi wa mababu. Dhambi na uovu. Mkato, uasi wa mababu. Dhambi na uovu. Mkato, uasi wa mababu. Tutasoma andiko kutoka kitabu kile cha Kutoka sura ya 34 na ule mstari wa 7. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 na ule mstari wa 7. Nitasoma kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 34 mstari ule wa 7. Amen. Nasema kwa Kutoka 34:7, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dhambi na uasi na uovu wa mababu ndiyo sababu ya kupatikana kwa laana, ndiyo sababu ya kupatikana kwa maisha magumu tunayoyaishi, ndiyo sababu ya wewe kuishi katika hali isiyoeleweka. Lakini kumbe iko dhambi ambayo inadumu vizazi na vizazi, toka kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 4, ambayo ndio wewe. Iko dhambi inayoishi ambayo ni dhambi iliyofanywa na mababu, lakini haikuweza kutubiwa, haikuweza kuombewa rehema. Ndiyo maana anasema zile dhambi tunapoamua kuzitubia, tunaweza kuwa huru, nasi tunafunguliwa. Vipo vifungo ambavyo tumefungwa ni kwa sababu ya zile laana za vizazi, kizazi cha 3 na kizazi cha 4. Zile laana bado zinaendelea kuishi, zile laana bado zinaendelea kutafuta damu, kwa maana zile ni roho. Kama ni roho, ufuatilia damu inayojua kwamba hii damu ni ya ukoo. Kwa jioni ya leo tukatubu dhambi kwa ajili ya vizazi vilivyopita hadi kizazi cha 4, kuanzia kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha 3 na kizazi cha 4. Tumishi, rudia mstari huo. Tarudia. Neno la Mungu linasema Kutoka 34 mstari wa 7, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Amen. Anasema mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu. Yupo Yesu jioni ya leo anaenda kukusamehe dhidi ya dhambi ya ukoo,
Yesu uliyekiri kwa kinywa chako kwamba yeye ni mkombozi na mwokozi wa maisha yako, jioni ya leo anaenda kukuweka huru. Jioni ya leo anaenda kukufungua. Jioni ya leo anaenda kukuponya dhidi ya maradhi. Anaenda kukuponya dhidi ya magonjwa. Yapo magonjwa ambayo yamedumu kwa muda mrefu ndani ya familia yako. Yako magonjwa ambayo yamedumu kwa muda mrefu ndani ya maisha yako. Iko vita ambayo unaiona inaibuka katika maisha yako. Jioni ya leo Mungu anaenda kukuweka huru dhidi ya laana zote za vizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo Mungu anaenda kukusamehe dhidi ya dhambi zote za vizazi. Jioni ya leo unaenda kufunguliwa katika maisha yako. Jioni ya leo unaenda kurejesha kila kilichofungwa kwa sababu ya laana za vizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo unaenda kufunguliwa. Unaenda kusamehewa dhidi ya dhambi zote za vizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie sababu ya pili. Sababu ya pili. Maagano au madhabahu za ukoo. Maagano au madhabahu za ukoo. Tutasoma andiko kutoka kitabu kile cha Kutoka sura ya 7 mstari wa 25 hadi 26. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 7 mstari ule wa 25 hadi 26. Kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa 25 hadi 26. Amen. Tasoma Kutoka sura ya 7. Amen. Mstari wa 25 anasema, zikatimia siku 7 baada ya Bwana kuupiga ule mto. Kumbukumbu la Torati samahani. Kumbukumbu la Torati 7 sura ya 25, sura ya 7 mstari wa 25 na 26. Amen. Tasoma kwa msaada wa Mungu Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7 mstari ile wa 25 hadi 26. Neno la Mungu linasema, sanamu za kuchonga za miungu yao mtaziteketeza kwa moto. Msitamani fedha wala dhahabu iliyo juu yao, wala usitwae iwe yako, usije ukanaswa nayo, kwa maana ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Na machukizo usitie ndani ya nyumba yako, usije wewe kuwa kitu cha haramu mfano wake, ukichukie kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kitu kilichoharimishwa. Amen. Urudie mstari huo wa 25. Mstari 25 unasema, sanamu za kuchonga za miungu yao mtaziteketeza kwa moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko sanamu ambazo zilichongwa. Ziko sanamu ambako ibada za ukoo zilikuwa zikifanyika katika vizazi vilivyopita. Katika ukoo wako ziko sanamu. Iko madhabahu ambayo walikuwa wakiabudu wakiamini ya kuwa kila wanaloliomba mahala pale basi linatimia. Zile sanamu anasema nanyi jioni ya leo zinaenda kuteketea kwa moto. Ile madhabahu jioni ya leo inaenda kuteketezwa kwa moto. Mnaenda kuiteketeza kwa moto. Inaenda kuangamia kila sanamu ambazo zilijengwa, nanyi mnaenda kuziangamiza. Anasema msitamani fedha wala mali zao. Tusitamani, kwa sababu zile fedha, zile mali zimepatikana kimaagano.
zile fedha na mali zimepatikana kimaagano. Ule utajiri ambao unauona ndani ya ukoo wako upo, usiutamani, kwa sababu iko maagano ambayo waliingia, iko madhabahu ambayo wao wanaiabudu kama familia, yako maagano ambayo waliingia kama ukoo, lengo ili waweze kupata mali, lengo ili waweze kupata utajiri. Jioni ya leo mpendwa, kama umejiungamanisha na kila madhabahu, kama umetamani kila mali za familia, kama umetamani kila miliki ya familia, kila mali, kila fedha, anasema jioni ya leo nawe ukazikatae, kwa maana yamkini umejiungamanisha na madhabahu zao, yamkini umejiungamanisha na zile sadaka zao, umejiungamanisha na maagano yao. Jioni ya leo unaenda kuwa huru. Jioni ya leo unaenda kufunguliwa. Sema amina. Jioni ya leo inua kiwango chako cha imani. Jioni ya leo zikatae zile mali, kataa ule utajiri wao, kwa maana umeamua kuokoka. Maisha yako anayasimamia Mungu. Umempokea Kristo ili awe mkombozi na mwokozi wa maisha yako. Umemchagua Kristo ili awe mkombozi na mwokozi wa maisha yako. Jioni ya leo achilia kila kitu, simama na Mungu, simama na Bwana. Kila unapopiga hatua sema Mungu nitangulie. Kila unaposimama sema Mungu asante. Unapolala ukiamka sema Mungu ninakushukuru. Bwana naye ni mwaminifu, naye atakutetea, naye atakupigania, wala hatakuacha. Wale walioingia maagano kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu, kwenye kizazi chenu, jitenge nao jioni ya leo kwa damu ya Yesu Kristo, nawe upate kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo jitenge na kila miliki ya ukoo. Jioni ya leo jitenge na kila miliki ya familia, kwa maana wamepata zile mali kwa sababu ya maagano walioingia, na wakati mwingine kupitia yale maagano walioingia kama familia, kama ukoo. Ndiyo maana kila unapogusa hausongi mbele. Ndiyo maana kila unalolifanya halipigi hatua. Ni kwa sababu yako maagano ambayo ukoo uliingia kwa ajili ya kupata mali, kwa ajili ya kupata fedha. Ndiyo maana wewe unahangaika. Wezi tambua kama wakati wanaingia maagano walitamka kitu cha namna gani, au walitamka maneno yapi. Kila maneno waliotamka juu ya ukoo wako yamkini ni mababu wa kizazi cha kwanza wakatamka, kizazi cha pili wakatamka, kizazi cha tatu wakatamka, kizazi cha nne cha sasa wametamka. Jioni ya leo tunaenda kufuta kila maneno. Jioni ya leo tunaenda kufuta kila maneno. Jioni ya leo tunaenda kufuta kila maneno. Tunaenda kufuta kila agano. Tunaenda kuvunja kila maagano. Yapo maagano walioweka. Mengine ni maagano ya sadaka, ambayo ni sadaka ya damu. Sadaka inanena na sadaka huishi. Unaweza ikawa familia yako iliingia maagano, lakini wakati wanaingia yale maagano ikatolewa sadaka ili waweze kufanikisha jambo lao. Ile sadaka kama haikuwahi kutenguliwa bado inaendelea kuishi. Na yamkini ndani ya familia yako, ndani ya uzao wako, ndani ya kazi zako unapitia changamoto ambazo huelewi zinatoka wapi. Kila siku unapiga goti ukimlilia Mungu
wakati mwingine ukiwaza, mbona Mungu mimi anifikii? Mbona Mungu anijibu? Kila siku ninaomba, kila sadaka ninatoa, iwe shukrani, iwe sadaka ya zaka, iwe fungu la 10, mbona ninamtolea Mungu? Kumbe iko sadaka, kumbe iko sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo tunaenda kuvunja kila laana za vizazi. Tunaenda kufuta kila matamko ambayo walitutamkia. Tunaenda kufuta kila matamko yaliyotamkwa na koo zetu. Tunaenda kufuta kila matamko waliotamka dhidi ya koo zetu. Koo zilitamka ni wazazi wetu ambao hatuwajui, kwa sababu kama kizazi cha kwanza hatuwajui, kizazi cha pili hatuwajui, tunaweza tukawa tunawajua aidha kizazi cha tatu pengine, na kizazi cha 4 ambacho ndicho kinachoishi kwa sasa. Lakini wale wa nyuma waliotamka, sisi walichokitamka hatukijui. Maagano walioyaingia wao, sisi hatuyajui. Ni madhabahu ya namna gani wao walikuwa wakiabudu, sisi hatuijui. Lakini anasema vita yetu sisi si juu ya damu na nyama. Vita yetu ni ya kuomba, vita yetu ni ya maombi. Ni lazima tukavunje kila madhabahu, kwa sababu zile madhabahu za vizazi vilivyopita zilikuwa zikinena na bado zinaendelea kunena, kwa sababu zilikuwa zikitenda miujiza. Ndiyo maana vizazi vilikuwa vikiamini. Ndiyo maana walikuwa wakitoa sadaka katika madhabahu zile. Zile sadaka bado zinaendelea kuishi. Ni kwa nini unayaishi maisha magumu? Si kwa kupenda. Kama kupambana unapambana, kama ni biashara unafanya, kila ambalo linahitaji juhudi ya wewe kuweza kupambana ili uweze kufanikiwa umefanya. Lakini kwa nini ufanikiwi? Kwa nini upige hatua kutoka pale ulipo na kwenda sehemu nyingine? Kumbe yako maagano yaliyoingiwa na vizazi vilivyopita katika madhabahu zao. Yako maagano yaliyoingiwa na vizazi vilivyopita katika madhabahu zao, madhabahu ambazo walikuwa wakiziabudu. Jioni ya leo sema ninaenda kukombolewa. Jioni ya leo sema ninaenda kukombolewa. Ninaenda kufunguliwa. Ninaenda kufunguliwa. Inua kiwango chako cha imani. Inua kiwango chako cha imani, upate kuwa huru. Upate kuwa huru. Sema amina. Upate kuwa huru. Jioni ya leo unaenda kufunguliwa. Kama iko laana ambayo ilifanyika, maneno yaliyotamkwa ya kuwa ukisoma usipate kazi, ya kuwa ukisoma usije kuolewa, hata kama ukiolewa ndoa yako isidumu, kila kazi utakayoifanya usifanikiwe, kwa maana yako maneno ambayo yaliwahi kutamkwa kutoka vizazi vilivyopita. Inaweza ikawa ilitamkwa kwamba wewe au familia yenu, ninyi maisha yenu ni ya kiumaskini, umaskini. Lazima maneno ya jinsi hiyo yaweze kufutwa. Maneno ya namna hiyo yasipofutwa, hata wewe utaendelea kuyaishi maisha ya umaskini. Utaendelea kuyaishi maisha ya kuhangaika. Lakini kila jambo haimaanishi kwamba linalohitaji juhudi hufanyi. Linaloingiza kipato haimaanishi lile jambo hufanyi. Lile jambo unafanya. Lakini kwa nini haufanikiwi? Ni kwa sababu zipo sadaka zilizotolewa. Yako maagano walioingia ya kwamba kila atakachokifanya, awaye yote atokaye kwenye ukoo wetu, awaye yote ndani ya ukoo huu asipate kufanikiwa, kwa maana ndani ya ukoo wetu hamna tajiri.
Jioni ya leo kafute neno la namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo kafute kila maneno. Jioni ya leo tunaenda kufuta kila maneno. Tunaenda kuangamiza kila madhabahu. Tunaenda kuvunja kila ngome za familia. Tunaenda kuvunja kila sanamu ambazo walikuwa wakiziabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, ili upate kuwa huru jioni ya leo, uweze kuifuta na kuvunja rahana zote za vizazi na ukoo. Inua kiwango chako cha imani. Unapoinua imani, unakuwa na hakika ya mambo unayotarajia. Kwa maana hata unapovunja ile madhabahu ya ukoo, nayo inavunjika. Unapoangamiza kwa moto, nayo inaangamia. Unapojitenga na kila roho za ukoo, nawe unakuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amina. Sijasikia. Sema amen. Basi naomba wimbo wa kuabudu, tusogee madhabahuni. Tusogee madhabahuni ili tuweze kuomba sasa hizi laana zinazotusumbua, laana zinazotutesa katika maisha yetu zipate kuvunjika. Tupate kuziondoa kabisa. Studio, naomba wimbo wa kuabudu. Sogea madhabahuni mpendwa.